Leo tukasema kauli hizi ni pande zote mbili, lazima tupime. Haiwezekani mwenyekiti, kiongozi wa umma au siku za mna mafunzo, kuna kauli ambazo kiongozi anapaswa kusema. Katibu mkuu wa habari alikuwa na kikao na watumishi hapo, sio tunza kumbukumbu, anawaambia mkivujisha siri mtaokotwa. Katibu mkuu wa serikali, huyu ni mtumishi wa umma mzoefu, anasema haya maneno publicly. Kwa hiyo sisi wenyewe viongozi tunawachanganya wananchi, tunawachanganya vijana, tunawachanganya wanafunzi, hatujui tufanye kitu gani. Mwenyekiti, ushauri wangu, nchi hii ni ya kwetu sote. Wewe leo ni mwenyekiti hapo, si kwa sababu una nguvu kubwa, upo kutuwakilisha sisi. Tuna spika, tuna naibu spika, tuna mheshimiwa rais, tuna makamu wa rais, tuna waziri mkuu, tuna mawaziri, tuna manaibu waziri, na sisi wabunge wote viongozi humu. Hakuna mkubwa au mdogo, ni nafasi tu. Kwa lazima viongozi wa kwetu tuchunge ndimi zetu, tusiwachanganye watu. Na mimi nashauri mwenyekiti, mtu akitoa kauli za ajabu ajabu, hata kwenye mambo ya muungano, kuna watu walikuwa wanaondolewa kwenye nafasi. Akionekana anazungumza habari za kupinga muungano, kuwagawa watu, haraka wachukua hatua. Sasa kuna nini?